التبرك هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر. nikutaka baraka ya ziada katika khairi, kwa maana nikutaka ziada katika khairi na ujira, bisababi dhati, kwa kupitia dhati, kitu mubaraka kilichobarikiwa, au amali, au kupitia tendo fulani mubaraka lililobarikiwa. Kuna tendo hili kwa mafunzo ya Uislamu, tendo hili lina baraka, kwa kulifanya tendo hili kuna baraka utaipata. Kimfano kwenye biashara, ukweli na kubainisha ni sababu ya baraka, kwa ukawa mkweli kwenye biashara yako. Mtume anasema fa in kadhaba wa katama, wafanya biashara wakiwa waongo, akasema uongo, akamwambia mwenzie uongo, au akaficha mambo, muhiqati barakatu bai'ihima, itafutwa ile baraka ya biashara yao. Kwa wakiwa wakweli, bwana hichi kitu lakini hichi nilikitumia, hii injini nishaifungua mara 2, lazima niwe mkweli, Allah atawabariki. Kwa kuna amali ukizitenda watarajia baraka, ukweli, kubainisha katika shughuli zako ni sababu ya kupata baraka. au amali mubarak thabatat laha albaraka thubutan shar'iyya, unatafuta na kuhitajia baraka kwenye dhati au kwenye tendo, kumethibiti katika tendo hilo au dhati hiyo au kitu hicho kwamba kina baraka, au jambo hilo la baraka kuthibiti kwa kisheria. Kuna dalili iliyoeleza bwana mafuta ya zaituni au habat sauda, mwezi wa Ramadhani, Qur'ani, Masjid Haram, kadha, hivi vitu vina baraka. Kuna dalili zimekuja zimetaja. Kwa wewe ukao unakwenda kwenye makaburi watafuta baraka, tunatakiwa tujiulize au tukuulize, kuna dalili gani inothibitisha kwamba makaburini kuna baraka? Tupe dalili. Ukasema wamelala watu pale bwana, wana baraka. Yawezekana, kwa sababu Mtume sallallahu amethibitisha kwamba mu'min au muislamu ana baraka, sawa, lakini ile baraka ni baraka mutaaddia, yani yatoka kwa mtu inakuja juu ya kaburi au kwenye makaburi, yatoka. Tutakuja kuona huko aina za baraka. Una baraka ambayo ni mutaaddia, yatoka kwa aliyebarikiwa kwenda kwa mwingine, kama baraka za manabii ikiwemo mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasallam, na vile vinavyo suhubiana au kutengana na manabii, kama vile nguo zao, jasho, hivi maji ya udhuru wakitawadha. Kwa masahaba walikuwa kweli wanamenyania nywele za bwana mtume, sababu baraka yake ni mutaaddia. Je, baada ya kufa ulishawahi kuona sahaba yoyote kenda kachukua mchanga pale juu ya kaburi la bwana mtume, kwa mchanga huu una baraka kwa sababu hapa kalala mtume? Sasa kusikia. Lakini kuna watu baada ya kufa bwana mtume walikuwa na zile nywele, yatabarakuna kwa nywele za bwana mtume, huku kashakufa, hawajai kwenda kuchukua mchanga kaburini, wala wakagaragara kwenye kaburi la bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali tunaona watu wema walikuwa wanakatazana kabisa kwenda kwenye kaburi la nani? La bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo atabaruku ni kuitaka na kuitafuta baraka, yani khairi na ujira kutoka kwenye dhati yenye baraka au tendo lenye baraka, lakini jambo hilo au kitu hicho au tendo hilo imethibiti baraka yake kuthibiti kwa kisheria, kuna dalili. وثبتت الكيفية التي تنال بها البركة, na ikathibiti ile namna ambayo, utaratibu ambao hiyo baraka yapatikana kwa kupitia utaratibu huo, anhu, kutoka kwake sallallahu alayhi wasallam.
haya maneno yapatikana kwenye aqwal a'immatil malikiyya fi sufiyya. Kitabu hichi pia tuko nacho, kitabu hichi kipo, kitabu muhimu hiki chauzwa bwana, nimekiomba tuletewe kutoka pale Mtoro hichi, lakini nyumbani ninacho maktaba. Kwa wanafunzi pia mkikipata hichi, kauli za maimamu wa madhhabu ya Malikia kuhusiana na masufi, pia mwanafunzi utastafidi sana ukiwa na kitabu hicho. Mauzauza yao mengi yamezungumzwa, mauzauza. Baada ya kuona taarifu mbili, albarakatu wattabarruk, tumeelewa kwa sababu na kutaka baraka maana ni kuitaka ile khairi kutoka kwenye dhati kitu fulani au matendo fulani yaliyobarikiwa. Kwa tutaona masharti na namna ya kutabaruku kwenye kitu au amali, hayo tutayaona mbele. Sasa nirudi kwenye albaraka. Kwanza tujue albarakatu min Allah. Baraka inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisome aya zote kwenye Qur'ani zilizozungumza au zilizotaja neno baraka, imma kwa fi'li tabaraka alladhi biyadihi almulk, au mfano waja'alani mubarakan aina ma kuntu, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan. Aya zote zilizokuja zitaja neno baraka, zitafute kwenye Qur'ani na maneno ya bwana mtume, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma barik, ewe Allah bariki, sababu wewe Allah ndio unatoa baraka. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu, Isa ibn Maryam anasema Allah kanjalia mimi ni mwenye khairi popote nilipo, Allah ndo alonipa baraka hii. Lakini kuna nasun sarihun kutoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wanasimulia hadithi maarufu kabisa kwamba siku moja, kama Anas nasimulia, siku moja walikuwa wako katika safara au takriban 1400, ikawa hakuna maji ya kutia udhu. Hakuna maji ya kufanyaje, ya kutia udhu. Mtume sallallahu akamwambia tafuteni chombo kiwe na maji kidogo. Kaletwa chombo kina maji na mtume akaweka mkono wake au vidole vyake ndani ya chombo. Bwana mtume akaomba. Anasema Anas, mimi nikawa natazama vidole vya bwana mtume vinabubujika kama vile chemchemu vinatoa maji. Bwana mtume sallallahu akasema hayya ala at-tahuri al-mubarak. Haya, njoni ala at-tahuri, katika maji ya kujitaharishia yaliyobarikiwa. Alafu bwana mtume akasema albarakatu min Allah, baraka kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ipo katika sahihi al-Bukhari. Unasema ahlul ilmi hii ni nas sarih kwamba baraka yatoka kwa nani? Kwa Allah. Bwana mtume sallallahu aliondosha ile sintofahamu, wasije masahaba wakadhania dhana isiyokuwa sahihi, wasije wakadhania kwamba yeye bwana mtume ndo atoa baraka. Yeye ni sababu ya baraka, sababu Allah amembariki, lakini albarakatu min Allah. Wala tunahaja sasa kuzisoma aya zote, wewe nenda kwenye Qur'ani, lakini hadithi hii ni nasun sarih, baraka kutoka kwa nani? Ndio anaotoa baraka.
na vile vilivyobarikiwa ni sababu ya watu kupata baraka kupitia hivyo, kwa utaratibu na njia ya kisheria ya kutaka baraka kupitia hivyo vilivyobarikiwa. Mti wa mzaituni umebarikiwa, au sio? Nenda katika surati Nur umetajwa. Namna ya kutaka baraka kupitia mti wa zaituni ni kwenda kujigaragaza kwa utafuta mzaituni, ukajibingirisha pale, ukajisugua, au ukachukua magome ya mzaituni ukayatia kwenye draw yako ya pesa dukani. Nini bwana, mti una baraka. Sababu hata hawa makhurafi hawa ni watu wana game fulani ya kuwachezea watu akili. Mtume sallam anasema inna minash-shajar lama barakatuhu kabarakatil muslim, kuna katika miti ambayo baraka yake ni kama baraka ya Muislamu. Kwa wanakubaliana ulama wote wa Muislamu ana baraka, kila Muislamu ana baraka. Na kuna miti ina baraka. Kutaka baraka kupitia hiyo miti ni kuchukua gome au kula majani ya mzaituni ukatafuna nini, natafuta baraka kwenye mzaituni? Ndio hivyo. Kwa lazima tuione sheria na mafunzo yakoje katika kutaka baraka kupitia hiyo dhati au amali. Tumeambiwa mwezi wa Ramadhani una baraka, si ndio? Au hatujaambiwa hivyo? Ni mwezi una baraka. Kuitafuta baraka ndani ya mwezi wa Ramadhani ni upi utaratibu wake? Lailatul Qadri ina baraka. Kutafuta baraka kwenye Lailatul Qadri ni kufanyaje? Tumeambiwa Al-Kaaba imebarikiwa. Mliwahi kumuona sahaba yoyote akaenda akajisugua kwenye Al-Kaaba atafuta baraka? Au akachukua nyundo au jiwe akatoa dongo pale kwenye Al-Kaaba tapa akalitia kwenye mfuko wa kanzu? Kwa sababu Al-Kaaba ni mubarak, mchaye kuona. Lakini leo tizama watu wa bid'a na masufi wanaminyana wafike pale wakajigusa tu na Al-Kaaba, mtu anajigusa tu. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.